Chum TV. Furaha kiganjani. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amezindua sera ya biashara ya 2024 na tathmini ya uimarishaji wa mazingira ya biashara Zanzibar Blueprint 2025, ambapo katika uzinduzi huo Rais Dr. Mwinyi ameahidi kuwa serikali itaviondoa vikwazo vyote vinavyochangia kukwamisha uendeshaji wa biashara hapa nchini. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Jina langu ni Hassan Saidi. Nataka nikwambieni kwamba mimi ndio nitakuwa champion wa utekelezaji. Sasa hivi tuna tatizo kubwa la urasimu, tuna tatizo kubwa la kiutendaji, tuna tatizo kubwa la kuchelewesha watu kufanya biashara zao haraka. Sasa nadhani niseme tu kwamba kwa pamoja tutasimamia haya. Tuhakikishe kwamba vikwazo vyote ambavyo vinasababisha biashara zisiende haraka au kuwa na urasimu mwingi tutaviondoa, kwa maana ya waziri amezungumzia masuala ya sera, ndo haya. Kuna masuala ya sheria, kuna masuala ya kitaasisi, lakini moja ambalo halikusemwa ni kuna swala la utendaji wa watu. Sehemu kubwa ya matatizo yetu ni utendaji wa watu. Kwa hivyo mimi ningependa wakati wa utekelezaji wa haya, basi wale wote ambao mnawaona kwamba ni vikwazo katika utekelezaji, nipate habari zao ili tuweze kufanya kazi moja tu ya kuondoa vikwazo vyote, ikiwemo watendaji ambao aidha kwa mazoea au kwa makusudi wanaamua kuwa wao ndio vikwazo vya ufanyaji wa ufanisi katika ufanyaji wa biashara. Na tathmini ya mazingira ya biashara ni lazima kila mdau apate fursa ya kuvisoma vitabu hivi ili kwa nafasi yake aweze kutimiza wajibu wake ipasavyo. Kupitia hadhara hii, napenda niwahakikishie kwamba sera na ripoti hii ilipita serikalini na sisi tulipata fursa ya kuisoma na kuidhinisha. Hivyo basi, kwa upande wetu kama serikali, tutajitahidi kuyatekeleza na kuyasimamia yale yote yanayohusu upande wa sekta ya umma. Pia ni waombe wadau kutoka sekta binafsi na washirika wa maendeleo tuendelee kushirikiana katika hatua zote za utekelezaji wa sera hii na kutekeleza mikakati maalum ya ukuzaji wa biashara kwa lengo la kukuza biashara hapa nchini. Kama tulivyosikia juu ya tathmini ya mazingira ya ufanyaji biashara kwamba bado kuna changamoto katika ufanyaji biashara katika maeneo mbalimbali, yakiwemo usafirishaji na uagizaji bidhaa, usajili na uhawilishaji wa mali, upatikanaji wa vibali na mengineyo. Ahadi yangu ni kuwa serikali itazifanyia kazi changamoto hizo na nazitaka mamlaka za utoaji wa leseni na mamlaka za usimamizi kuchukua hatua za haraka katika maeneo yote ambayo yanahitaji kufanyiwa kazi ili kurahisisha ufanyaji biashara na kuweza kufikia malengo ya utekelezaji wa dira ya maendeleo ya 2050 na malengo ya mpango wetu wa maendeleo wa mwaka 2021 hadi 2026. Uandaaji wa sera mpya ya biashara na tathmini ya mazingira ya ufanyaji biashara ni hatua ya kufanikisha ahadi ya ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2020 hadi 25, ibara ya 157 inayoitaka serikali kuweka mazingira mazuri ya ufanyaji wa biashara. Hivyo, sera ya biashara ya mwaka 2024 ni matokeo ya mapitio ya sera ya biashara ya mwaka 2006. Sera hii mpya imelenga kuhakikisha kuwa wafanyabiashara wanakuwa na uwanja mpana wa kufanya biashara zao kiushindani na kuweza kushiriki vizuri katika kufanya biashara kwenye masoko ya ndani na nje ya nchi, sambamba na kuongeza ushindani wa mauzo nje ya nchi ili kuongeza wigo wa bidhaa kufikia masoko mapya.
Naamini ikiwa kila mmoja wetu atatekeleza ipasavyo wajibu wake kwenye sera hii tunayoizindua, lakini pia kwenye tathmini hii tunayoifanya, basi tutafikia malengo haya. Na umuhimu, Mheshimiwa, wa nyaraka hizi ambazo utazizindua leo wewe hapa, sio mapungufu yanayoainishwa kwenye nyaraka hizi, bali umuhimu wake ni faida kubwa zitakazopatikana kwa nchi yetu iwapo kila mmoja atatekeleza wajibu wake ipasavyo. Tuna advantage kubwa. Na Mheshimiwa Rais, niseme wazi, tunapozindua na tunapoanza safari hii, mtaji mkubwa tunaoanza nao katika utekelezaji wa sera na tathmini hii ni utashi wako wa kisiasa uliokuwa nao, Mheshimiwa Rais. Huu ndio mtaji mkubwa. Nasema hivyo kwa sababu wewe umekuwa tayari na kuagiza kufanyika kila hatua ambayo itarahisisha ufanyaji